Kufuatia taarifa ya kukamatwa kwa watuhumiwa wa wizi wa mtandaoni ulioripotiwa na vyombo vya habari, watu mbalimbali kutoka mkoa wa Mwanza na Dodoma wamejitokeza kuelezea kutapeliwa na watuhumiwa hao. Hata ukiwa mwangalifu, kwa sababu mimi sikumpa simu, niliogopa kwamba nisije nikampa simu akaweza kuniibia. Kwa hiyo tayari wanakuwa wanatembea na NMB application, kubadilisha tu pale, kuweka account na kubadilisha namba. Mkazi wa Mwanza Rukia Hassan na mfanyabiashara kutoka Dodoma ambaye hakutaka jina lake kutajwa wamesema watuhumiwa hao kati ya mwezi Disemba mwaka jana na Januari mwaka huu waliwatapeli zaidi ya shilingi milioni 20. Mnamo tarehe 12 Disemba nilikuwa nipo kazini kwangu, alikuja kijana mmoja ambaye alivaa t-shirt ya blue na koti cha mtandao wa simu wa Mixx by Yas kujitambulisha kwa ni wakala wanasajili line. Mdau alikuwa na shida ya kusajiliwa line yangu, akaniambia anaweza kunifanyia kwa muda huo wa haraka. Akatoka. Baada ya kutoka dakika 5 ikaingia message kwenye simu yangu. Milioni 5 imehamishwa kutoka kwenye simu yangu kwenye lipa namba mtandao wa Tigo. Nikaiangalia, naangalia ni account yangu mimi pesa. Nikatoka nikakimbilia NMB. Kipindi niko njiani hela ilikuwa inazidi kutolewa. Mpaka nafika NMB nakuta nimetolewa milioni 9,400,000. Jana mida ya jioni nikapokea simu kutoka kwa rafiki yangu. Akanambia niko mtandaoni, nimeona watu kama wale waliokuibia, nikakukumbuka. Mimi nikamwambia nitagi niwaone. Kipindi ananitagi naingia kwenye mtandao nakuta ni yule kijana ambaye aliniibia mimi. Na kwa bahati nzuri nilikuwa nina kitambulisho chake. Nikachukua ile picha na kitambulisho nikaangalia ni yeye. Nikaa na rafiki yangu nikawapigia, nikaanza kuwatumia, akamwambia huyo ndio yule. Kabidi nimpigie afisa upelelezi wa kesi yangu. Nikamwelezea, akaniambia sawa, haina shida, ninachoweza kusema kwa sasa hivi wewe jiandae asubuhi uende Tabora, alafu prosesi nyingine zitaendelea. Sasa mwezi wa kwanza mwishoni kuna watu watatu wameingia dukani kwangu pale, wamevaa uniform ya Tigo Pesa ya Mixx by Yas. Sasa walivyoingia hapa ndani kuna bibi alikuwa pale na kuna wafanyakazi wangu wa dukani pia walikuwepo pale. So waliwaambia kwamba tunaomba tunalipa namba ya Tigo. So tunaomba simu zenu za Tigo Pesa ili tuwafanyie software update. Tunataka kucheki pia. So kwa sababu wao sare ya Tigo wamesema sasa hamna shida, wapatie simu. Sasa walivyofanya hivyo wameondoka. Sasa siku yake sasa next day, siku ya kwanza, ghafla wanaona kwamba milioni 5 zimetoka. Sasa wakati huu bado hawajui kwamba milioni 5 zimetoka. Siku ya pili milioni 5 zingine wametoa. Limiti yetu ni milioni 5 ya siku. Siku ya tatu wametoa milioni 1,765,000, kitu kama hivyo, ile yote ambayo imebaki. Na kweli kwenye watu 4 kuna watu 2 humo tumeidentify kwamba ni hao ambao walikuja ofisini kwetu. Mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha amewataka watu wote waliotapeliwa na watuhumiwa hao kujitokeza na amewahakikishia kuwa wakimaliza kesi ya utapeli inayowakabili mkoani Tabora watapelekwa kwenye mikoa mingine waliotapeli. Kwa mimi ni kuhakikishia hata wengine wakijitokeza leo, yani watamaliza kesi hii ya Tabora hapa, tutawasafirisha, watakuja Mwanza wamalize kesi yako. Huyu ambaye ndugu yangu wa Dodoma ambaye amejitokeza, tutawasafirisha, watafika Dodoma wamalize kesi yake, na yeyote atakayejitokeza tutawafikisha huko mpaka wamalize kesi zote. Si ndio wametaka, na huo ndio ujira utaulipa. Na tutoe onyo, utapeli wala haumlipi mtu. Sasa hawa wanachokumbana nacho ni bora wangekaa wakatafuta hela zao za halali, hata kama ni miaka 10 miaka 20. Hasara watakaoipata hawatakaa warudie, na torturing watakaoipata hawatakaa warudie. Hatuwezi kutolea tu watu mtu ushindwe kulala, ushindwe kutafuta, unaogopa kwamba kuna matapeli watapita kuchukua hela zako. No, haiwezekani. Kwa ndio kazi serikali imetukabidhi. Jeshi la polisi mkoa wa Tabora linafanya kazi vizuri sana chini ya kamanda Abwao, na kiukweli tunao vijana wazuri, na jana mmeona nimewazawadia, na yapo mengine atakuja mengi. Matapeli na majambazi wala sio mahala pao. Kamanda wa polisi mkoa wa Tabora, kamishna msaidizi mwandamizi Richard Abwao, amesema jeshi la polisi linaendelea kupokea taarifa mbalimbali za uhalifu na kuzifanyia kazi kwa lengo la kukomesha vitendo vya uhalifu katika mkoa na maeneo mengine nchini. Kwa tukio ambalo limejitokeza na kutangazwa jana, tumeona kwamba hao matapeli wanafanya pia kwa mikoa mingine, kama tulivyoona wenzetu wamejitokeza kutokea Mwanza, kutokea Dodoma. Kwa hiyo kwa hawa wahalifu
watafikishwa kwenye maeneo yote ili waweze kwenda kujibu tuhuma ambazo zinawakabili. Lengo letu ni kuhakikisha kwamba mkoa wetu wa Tabora na maeneo mengine yanakuwa salama dhidi ya matapeli wa aina hii, na tutaendelea kushughulika nao kwa mujibu wa sheria. Walalamikaji hao wamejitokeza baada ya kuwaona kwenye vyombo vya habari watuhumiwa wa utapeli waliokamatwa na polisi mkoa wa Tabora baada ya kufanya utapeli wa zaidi ya shilingi milioni 40 kwa mfanyabiashara wa wilayani Kaliua.